Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa wa Tumaini TV, karibu katika kipindi Tumaini 33. Dhima yake ni miaka 33 utumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo tangu kuzaliwa kwake hadi alipopaa mbinguni kwa Baba yake. Mtazamaji mpendwa, na kualika uwe nasi tukiwa katika muktadha wa huruma ya Mungu, Divine Mercy. Na tunazungumza leo kuhusiana na Dominika ya huruma ya Mungu, ambayo ni Dominika ya pili ya Pasaka. Baada ya Dominika ya ufufuko wa Bwana, Dominika inayofuata kwa utaratibu wa liturujia ya kanisa letu ni Dominika ya huruma ya Mungu. Pamoja nami studioni ni Areta Leonard Simon kutoka Parokia Mtakatifu Ambrose IPTL Jimbo Kuu la Dar es Salaam, lakini tuko na Baba Innocent Nzaro, yeye akiwakilisha mababa kutoka Jimbo Katoliki la Kigoma, na sasa ni mwanafunzi wa chuo cha mipango kule Dodoma, makao makuu ya nchi. Lakini basi unapomuona hapa, maana yake ni moyo wa majitoleo ya hali ya juu sana, kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam, na wakati mwingine kutoka Kigoma kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kipindi hiki cha Tumaini 33 na hasa ibada ya huruma ya Mungu. Baba, karibu sana kwa mara nyingine tena. Asante sana, nashukuru sana. Mimi ni Gauden Sierra pamoja na wenzangu wote ambao tunashirikiana kurushia kipindi hiki kupitia kingamuzi cha Azam namba 470, lakini mtandaoni pia unatupata Tumaini_TV, andika hivyo, subscribe huko katika YouTube na utatutazama kwa uzuri kabisa. Naam. Dada Areta. Yes. Kwema lakini. Kwema, heri ya siku. Yanaenda vizuri. Kwako pia. Heri ya siku ya Pasaka. Tumeiona. Heri kwako Father. Asante sana. Bwana amefufuka kweli kweli. Oh yeah. Haleluya. Mungu. Naam. Ni huruma. Ni huruma. Ndio huruma yenyewe. Na bila shaka ndio maana baba tunazungumza huruma. Ndio. Huruma yenyewe. Bila huruma maana kusingekuwa na Pasaka. Bila Pasaka huwezi kuzungumza huruma yoyote. Okay. Yeah. Ni kilele chake. Ni chanzo na kilele cha huruma ya Mungu. Sasa. Nilikuwa namwambia Areta atuimbie hata wimbo haleluya, haleluya, haleluya. Aibe gari. Ili kuonesha kwamba huruma ya Mungu ipo katikati yetu. Na leo tumesali novena siku ya 3. Siku ya 3. Ya, leo tumewaita wacha Mungu na waaminifu. Leo novena siku ya 3. Wanyenyekevu na roho zenye kumcha Mungu. Novena na rozari ya huruma ya Mungu tunaendelea. Ndio. Ya. Aha. Basi tuanze kwa sala na baada ya hapo tuendelee na mazungumzo yetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante Mungu Mwenyezi kwa zawadi ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hapo tunachota huruma yenyewe, tunajifunza namna alivyoupenda ulimwengu na kuhurumia usiangamie, hata akajitoa na kujifa sadaka msalabani kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu mzima. Tunatafakari juu ya huruma yake. Tunaendelea kuomba uongozane na sisi mwanzo na mwisho wa tafakari yetu, na wajalie watazamaji wetu waweze kuitikia mwaliko wake wa huruma, ili wote ulimwengu mzima uweze kuokolewa na yeye. Amen. Anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Father, karibu. Asante. Nimenotice siku hizi. Ndio. Muda ni mfupi sana, alafu mambo ni mengi sana. Mambo ni mengi sana. Yeah. Kweli kabisa. Vile. Muda ni ule. Na watu wanatuuliza sana. Kipindi kinazidi kunoga. Kipindi kiwe masaa mawili. Basi tusipoteze muda. Tumeshajua kwamba muda ni kidogo. Tulikuwa tukizungumza juu ya novena ya huruma ya Mungu. Kwa muda wa majuma mawili sasa. Yeah. Na hivi novena inatuandaa kwa ajili ya sikukuu ya huruma ya Mungu, ambayo Yesu mwenyewe aliagiza Jumapili ya pili ya Pasaka ni sikukuu ya huruma yake. Na hivi akamwagiza Mtakatifu Maria Faustina aandike ulimwengu mzima uadhimishe sherehe hiyo. Kwa hiyo kuna muunganiko mkubwa sana kati ya novena ya huruma ya Mungu na sikukuu yenyewe ya huruma ya Mungu, katika maana kwamba moja inaandaa nyingine. Yeah. Novena ni maandalizi
ya nia za Yesu, kwamba alimueleza kabisa fundisha hivi siku ya kwanza ya pili, kama tulivyotafakari katika majuma mawili mfululizo. Na hivi novena ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya sikukuu ya huruma ya Mungu. Sasa leo tunawaambia watazamaji wetu habari ya sikukuu yenyewe ya huruma, kwamba kama mwenyewe Yesu alivyomfundisha Mtakatifu Maria Faustina, kwamba siku ya huruma itakuwa ni siku ya mwisho ya oktava ya Bwana. Oktava ni siku 8 zinazoadhimishwa pamoja kwa dhima moja, kwamba kanisa linaadhimisha sherehe moja kwa muda wa siku 8 mfululizo, ziko pamoja. Dhima ni ile ile tu moja, lakini kwa muda wa siku 8. Na hivi ukihudhuria misa takatifu kuanzia Pasaka mpaka siku 8 zinapotimia, maana yake sala ya korekta ya mwanzo wa misa, sala ya kuombea dhabihu, sala ya baada ya komunyo, zote inatumika sala hii moja tu. Ukienda kwenye sala ya kanisa vile vile tunakuwa na antifona moja na tunarudia zaburi zile zile kwa siku zote 8. Na hivi sisi katika kanisa tuna oktava ya Pasaka kama tunayoanza na oktava ya kuzaliwa Bwana. Ni siku ambazo zinaadhimishwa pamoja kama siku moja. Na hivi ina historia yake kadiri ya kalenda ya Wayahudi. Sisi wa Kristo ni kama tumechukua sehemu kubwa ya utamaduni wa Wayahudi katika maadhimisho, tumeingiza katika Ukristo wetu. Na sababu ni yenyewe msingi tu kwamba Kristo mwenyewe alichukua utamaduni wa Wayahudi, na hivi kazi zake zote alizofanya, maneno aliyozungumza na watangulizi wake manabii na wenyewe walikuwa ni Wayahudi. Kwa mara nyingi ni kama utamaduni wa Wayahudi wa maadhimisho yetu umeingia zaidi kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo na wao walikuwa na sherehe hizo za sana walipokumbuka pale hekalu la Yerusalemu lilivyotengwa rasmi kuwa nyumba ya Mungu, hekalu alilojenga Mfalme Suleimani. Kila mwaka walipokuwa nakumbuka siku hiyo, na wenyewe walazimisha siku 8 mfululizo. Sherehe ya vibanda, kunapokumbuka kutolewa kwao utumwa wa Misri, namna ambavyo Mungu aliwavusha kwa mkono wa ajabu jangwani, ilipokuwa inafika sikukuu ya vibanda, waliazimisha kwa siku 8 mfululizo. Dhima ni kwamba siku ya 8 ni kwamba wanafanya mapumziko. Kama unavyokumbuka Sabato inachukua siku 7. Siku ya 7 Mungu alivyopumzika wakati wa uumbaji, maana yake mambo yalikamilika, na siku iliyofuata ya 7 ndio kupumzika. Kwa hiyo siku ya 8 inayofuata baada ya Sabato, na tunaposema Sabato sasa tuweke vizuri watazamaji na wasikilizaji kwamba Sabato haina maana ya Jumamosi. Sabato maana yake mapumziko. Mapumziko. Sasa siku ya mapumziko ilipofika, maana yake kile kipindi kilitamatika, kazi ilikamilika. Na siku iliyofuata ambayo ndo ya 8 ndio inaonekana ipambazuko jipya. Maisha haya tuliyoishi wakati wa siku zote hizi tunaanza kuyaishi sasa hivi baada ya siku hii ya 8 inayofuata. Kwa hiyo mtiririko huko hivyo na sura iko hivyo. Kwa hata hii huruma ya Mungu tunasema ni siku 8 zinazofanana. Maana yake tumekuwa na siku ya maadhimisho ya Pasaka, siku ya 7 imetamatika, siku ya 8 sasa ndipo tunaanza kuishi kile tulichokuwa tukikiazimisha kwa muda wa hizi siku 7. Maana yake ni pambazuko, maana yake tunaanza upya, maisha yanakuwa mapya. Na ndio maana tunasema kwamba Kristo mwenyewe alimfundisha Maria Faustina aweze kuandikia ulimwengu watu wote waingie kwenye utaratibu huo. Na kama unakumbuka, Faustina alianza kuutangazia ulimwengu, mapadri walianza kumwambia Faustina ulete kitu kipya. Hii sherehe ipo. Hii sherehe ipo. Siku ya 8 sherehe hii ipo kabisa. Oktava ya Bwana tunajua, kila mtu anafahamu. Na hivi ilikuwa ni hivyo kwamba ukisimuliwa kwenye maandishi ya mitume, hasa mababa wa kanisa tunamtaja kwa mfano Mtakatifu Agustino na Gregory wa Nazianze, ndio walioandika habari ya Pasaka kuadhimishwa kwa muda wa siku 8. Na hivyo akasema siku hiyo ya mwisho sasa ndio ambayo tutaifanya kuwa takatifu kwa Mungu, pamoja na kwamba tutakuwa tunaadhimisha Pasaka, ni siku ambayo inatuingiza kwenye kujua sasa Mungu mwenyewe kwa nini alikufa msalabani, kwa nini tunapaswa kuishi kama Wakristo. Kwa maana yake siku ya 8 ndio inayotupatia moyo wa Pasaka, kwa nini Kristo alikufa msalabani, kwa nini Kristo ameteseka, kwa nini Kristo amefufuka. Maana yake anatupatanisha na Mwenyezi Mungu. Na maandishi ya mababa hao walisema
Siku yenyewe ya 8 sasa itakuwa ni kutangaza msamaha kwa watu wote ili wapate moyo wa toba. Na msamaha huo tu hautakuwa msamaha peke yake, bali utaendana na msamaha wa adhabu ya dhambi. Kwa hiyo watu wataungama dhambi zao, watapokea msamaha wa dhambi, lakini vile vile watapokea msamaha wa adhabu zake. Kwa maana yake ni kitu ambacho kikiwemo ndani ya kanisa. Hata wakati Yesu anamtokea Maria Faustina, anamwambia awaandikie watu kwamba Dominika ya pili baada ya Pasaka ni sherehe ya huruma ya Mungu, ilikuwa inaadhimishwa ndani ya kanisa. Lakini kama Faustina alivyojitetea, akamwambia sasa Bwana, mbona watu nao waambia ulionielekeza niwaambie habari hii na wao wananiambia hii habari wanaijua, hiyo sherehe tayari ipo, hii sherehe ipo. Akasema ilivyokuwa inatafsirika kwao sivyo inavyotaka ianze, ilivyokuwa inaeleweka sivyo inavyotaka iendelee. Sasa nataka kiwe kitu kipya fulani chenye mtindo mzuri zaidi. Ndio zinakuja zile hatua sasa, ili watu sasa wapate msamaha wa dhambi na adhabu zake. Lazima kuanze na novena. Yesu alimfanulia Faustina sasa lazima tuanze na novena. Na ndio maana novena inaanza siku ya mateso ya Bwana, kifo cha Kristo kinapoanza Ijumaa Kuu, ndipo novena siku ya kwanza inaanza. Na dhima ya novena siku ya kwanza, Mungu anawahitaji wa dhambi, watu wote. Mungu anahitaji watu hao ndio waje sasa kunufaika, kwa sababu mwingine anaanza kuuji kwa nini tusibaki. Alisema leo niletee kwangu wanadamu wote, hasa wa dhambi wote, wazamishe katika bahari ya huruma. Katika bahari ya huruma. Hasa wa dhambi. Hasa wa dhambi. Kwa hiyo ndio maana kifo cha Kristo ni kwa ajili ya wa dhambi. Wa dhambi, Ijumaa Kuu. Okay. Hawa wa dhambi wanakuja kupata uhuru wake lini sasa? Ndio mababa wa kanisa wa kina Agustino na Gregory wakatuambia twende mpaka siku ya huruma, Jumapili inayofuata. Baada ya kuadhimisha Pasaka, tumekuwa na sherehe hizi za kufurahia ufufuko. Baada ya hapo maisha yanaendeleaje sasa? Kwa moyo wa kipasaka. Maisha yanaendelea kwa moyo wa kipasaka. Watu waishi kama watu wa ufufuko. Ndio maana tunahitaji kuisherehekea huruma ya Mungu. Ilikuwa ni kwa ajili ya huruma, ndio maana Kristo mwenyewe alikufa msalabani. Kwa hiyo ni mambo mazuri sana. Kama natamani watu wa ulimwengu wote ujue, kama Faustina alivyokuwa na shauku, natamani ulimwengu wote ujue ujue kwamba siku ya Pasaka ni maandalizi, ndio mwanzo wa huruma yenyewe. Huruma ya Mungu inaanza Pasaka, kwamba Kristo amekufuka, ni siku yenyewe ya huruma inaanza. Lakini sasa inakuja kuwa na maana pale tunapoisherehekea sikukuu ya huruma. Kwa hiyo ukiangalia haya yote ambayo Yesu aliyataka yaanze mwanzo mpaka tufike siku yenyewe, sawa ni maandalizi, lakini kila kipengele kina nafasi yake katika kutoa huruma kwa Mwenyezi Mungu, kwamba niwe na huruma kwa mtu huyu, afanye hiki, afanye hiki, afanye hiki, afanye hiki, mwisho wa siku tupokee huruma. Sasa nafikiri tumsikilize Faustina. Maneno peke yake hata hayatanoga. Tumsikilize Faustina aliandika nini? Kwa sababu Bwana alikuwa kutoka kwenye diary, kwa sababu Bwana alikuwa anamwambia Maria Faustina, andika kuhusu maadhimisho ya hiyo sikukuu ya huruma. Hapa Maria Faustina anasema hivi: nilipomwambia muungamishi wangu Padri Michael Sopoko kwamba Bwana ameniambia ni mchole, na Padri Michael Sopoko akajibu, bila shaka mchole Mungu katika roho yako. Hapo walikuwa kwenye sanduku la kitubio. Maria Faustina anasema wakati anatoka kwenye sanduku la kitubio, anapita mbele ya tabernacle, anasema nikasikia sauti ya Bwana Yesu kutoka tabernacle inasema, bila shaka chora picha Bwana Yesu akamwambia, tayari nimeshachora picha yangu rohoni mwako. Natamani kwamba kuwe na sikukuu ya huruma. Na nataka picha hii ambayo utaichora kwa brush ibarikiwe kwa taadhima Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka, na Jumapili hiyo itakuwa ni sikukuu ya huruma ya Mungu. Agizo la kwanza lipo kwenye picha. Yesu anamwambia siku hiyo ichore kwa brush. Naona muungamishaji naye alipata shida ya kuelewa maagizo ya Yesu. Anamwambia labda Yesu amesema umchore roho kwenye roho yako. Lakini Yesu analekebisha, anasema sijasema kwenye roho, chora kwa brush. Hapo Bwana alimkubalia, alisema picha yangu tayari iko rohoni mwako. Akazimalizia, natamani kwamba kuwe na sikukuu ya huruma. Nataka picha hiyo ambayo utaichora kwa brush
ibarikiwe kwa taadhima Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka. Na Jumapili hiyo itakuwa sikukuu ya huruma. Kwa hiyo umeona Father, picha na sikukuu ya huruma havitengani. Kwa sababu inaungana pamoja kama tulivyokwisha kutafakari huko nyuma. Picha ya huruma ya Mungu na dhima yake na maana yake na kwa nini yote naona kabisa mwisho wa siku anamwambia hii itabarikiwa siku ya Dominika ya pili ya Pasaka na siku hiyo itakuwa ni sikukuu ya huruma. Kwa hiyo mpaka hapo Kristo mwenyewe ndo ametangaza. Kristo mwenyewe. Pamoja na kwamba huku tumeshasema Wayahudi walisherekea, wakina Agustino waliandika, lakini hapa sasa Kristo mwenyewe ametangaza. Dominika hiyo itakuwa ni sikukuu ya huruma. Na Bwana Yesu alipomwambia Mtakatifu Maria Faustina, katika picha hiyo pawe na anwani inayosema Yesu ninakutumainia. Maria Faustina akamuuliza ikiwa maandishi yao yaweza kuwa Kristo mfalme wa huruma. Bwana akajibu, mimi ni mfalme wa huruma, lakini hakusema Kristo. Kwa hiyo ibaki Yesu ninakutumainia, isiwepo neno Kristo. Bwana akaendelea kusema, akasema natamani picha hiyo ionekane mbele ya watu Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka. Hiyo Jumapili ni sikukuu ya huruma. Kupitia umwilisho wa neno najulisha kina cha huruma yangu. Safi kabisa. Kupitia umwilisho wa neno ninajulisha kina cha huruma yangu. Kwa hiyo ni kama kwa kuangalia tu picha ya huruma yenyewe sasa Yesu ameshatujulisha namna yeye alivyo na huruma. Kupitia hiyo picha yenyewe anautangazia ulimwengu sasa neno aliyefanyika mtu awe na namna alivyo mwingi wa huruma kwa watu kupitia picha yenyewe. Mimi ni mfalme wa huruma. Lakini hakusema Kristo. Na natamani picha hiyo ionekane mbele ya watu Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka. Hiyo Jumapili ni sikukuu ya huruma. Kupitia umwilisho wa neno najulisha kina cha huruma, najulisha kina kirefu cha huruma yangu. Ndio mwilisho wa neno alifanyika mwili na yakakaa kwetu kupitia hilo tukio na tendo zuri kabisa la Yesu Mungu kujidhihirisha kwa watu kwa njia ya mwili. Anaijulisha huruma kwa watu. Kwa hiyo sasa ukiamua kujulishwa umewaza na Kristo. Ukiamua kukataa umeenda kinyume na Kristo. Lakini yeye mwenyewe ashitambui kupitia picha yenyewe ya huruma na kwa namna alivyotoa mwili anautangazia ulimwengu namna alivyo na huruma. Sasa ukiwaza pamoja naye vema. Na anasema ndio kwa njia hiyo umwilisho wa neno najulisha kina kirefu cha huruma yangu. Kupitia umwilisho wa neno. Hiyo ndio furaha tulionayo na bahati njema ya Ukristo. Kwamba Kristo hajatuficha. Hata huruma yake ametutangazia. Kupitia hiyo tunapata kumfahamu yeye alivyo na kina kirefu cha huruma. Tokeo lingine Mtakatifu Maria Faustina anatuambia, Bwana Yesu aliniamuru kusherehekea sikukuu ya huruma ya Mungu Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka. Nilifanya kupitia kumbukumbu ya mambo ya ndani na utiisho wa nje. Maria Faustina anasema nimevaa ukanda kwa masaa 3 na kusali kwa mwendelezo kwa ajili ya wadhambi, kuomba huruma kwa ajili ya ulimwengu mzima. Anatuambia Maria Faustina, ndipo Bwana Yesu akaniambia, macho yangu yanakaa kwa raha juu ya nyumba hii. Yaani macho ya Bwana yanakaa kwa raha katika nyumba yao ile ya Mtakatifu Maria Faustina. Lakini Bwana ananiamuru kusherehekea sikukuu ya huruma ya Mungu Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka. Maria Faustina anasema nilifanya kupitia kumbukumbu ya mambo ya ndani ya utiisho wa nje. Na nilivaa ukanda kwa masaa 3 kusali kwa mwendelezo. Yani masaa 3 alikuwa anasali kwa ajili ya wadhambi, kuomba huruma kwa dunia nzima. Masaa 3. Ndio maana tukasema unaweza ukasali ukaombea wakosefu ikiwa atakuwa wako tayari kutubu. Kama Faustina alivyofanya.
Huruma ya Mungu kama tulivyoanza kusema ni kwa ajili ya wakosefu. Tena wakosefu wa ulimwengu mzima. Kwa hiyo hao unaweza ukasali kwa nia ya kuwaomba waguswe na hiyo huruma ya Mungu. Na wakati mwingine unaweza ukafanya malipizi kwa ajili yao. Lakini kitu ambacho huwezi kufanya ni kuungama kwa ajili yao. Kuungama ni mtu mmoja mmoja na nafsi yake. Lakini kusali kwa nia ya kwamba waovu wapate moyo wa toba. Hiyo naona Faustina mwenyewe amesema masaa 3 mfululizo alisali toba kwa ajili ya ulimwengu mzima. Na ulimwengu mzima unahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu. Na yeye mwenyewe kama mjumbe, kama mtume wa huruma yake, ameamua kusaidia ulimwengu sasa. Mungu huyu mwenye huruma aweze kutoa huruma yake kwa hii. Pia inanikumbusha wakati fulani Mtakatifu Maria Faustina aliambiwa na Bwana Yesu, nisaidie kuokoa roho. Akawa anamwombea yule kijana, anasema masaa 3. Nikamuulizaga kakagau, sisi tunamwombea mgonjwa au tunajiombea kwa masaa mangapi? Dakika 10, nusu saa, nyingi sana. Lakini unaona hapa Maria Faustina masaa 3 mfululizo alikuwa anasali kwa ajili ya wakosefu. Ile alikuwa anamwombea mtu mmoja, lakini hii anasema alikuwa anaomba huruma ya Mungu kwa ulimwengu mzima. Ndio. Na kuna faida kubwa kwa ajili ya kusali kwa watu wengine. Kusali kwa watu wengine ni kuiga mtendo wa Kristo, upendo wake. Kwamba yeye mwenyewe aliamua kujitoa sadaka kwa ajili ya ulimwengu. Kwa hiyo kama yeye mwenyewe amejitoa sadaka kwa ajili ya watu, vile vile na sisi tunaweza tukaiga huo mtindo wake au upendo wake huo wa kwamba tukajitoa hata kwa kusali kwa ajili ya wokovu wa watu. Kwa sababu huruma ya Mungu ni hivyo kubwa, hata mimi nikiiga kwangu bado ni manufaa kwangu mimi na wale ambao nawaombea huruma ya Mungu. Ndio. Tokeo lingine Mtakatifu Maria Faustina anatuambia, wakati wa tukio moja muungamishi wangu Padre Michael Sopoko aliniambia nimuulize Bwana Yesu nini maana ya miale hii inayoonekana kwenye hii picha ya huruma baada ya picha kuchorwa. Nikamwambia Padre, vizuri, nitamuuliza Bwana. Anasema wakati wa maombi nikasikia sauti ya Bwana Yesu ndani yangu akinielekeza, akaniambia hivi, miale miwili hii inaashiria damu na maji. Ndio. Na rangi nyeupe inasimama kwa niaba ya maji ambayo hufanya mioyo kuwa adilifu. Na rangi nyekundu, miale miekundu, inasimama kwa damu ambayo ni ishara ya maisha ya kiroho. Hizi mbili zimetolewa kutoka kwa kina kabisa cha huruma yangu nyororo wakati moyo wangu ulipokuwa umefunguliwa wazi kwa mkuki msalabani. Miale hii hulinda roho dhidi ya ghadhabu ya Baba yangu, na heri mtu yule atakayekaa katika makazi hayo. Kwa maana mkono wa haki ya Mungu hautomshika. Na natamani Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka iwe sikukuu ya huruma. Yesu alitamani mara nyingi sana. Unaona kabisa kila wakati anatamani. Father, umenote? Ndio. Kila anaposema habari ya image, lazima sentensi inayofuata iwe ni sikukuu ya huruma. Ni vitu ambavyo kwanza alitaka yenyewe siku yenyewe ndio iwe ya kubariki hiyo picha. Na anatamani kabisa Jumapili ya pili ya Pasaka iwe ndio sikukuu ya huruma. Siku hiyo picha ibarikiwe kwa heshima na taadhima kubwa kwa heshima yake. Na kila roho ifikie hiyo picha. Na alisema nitatoa neema nyingi kupitia picha hiyo. Ndio. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa na tamaa kubwa sana. Anatamani. Sasa Yesu akitamani, mimi ni nani tena? Baki nyuma nafanya nini? Yesu ametamani mara nyingi sana sikukuu ya huruma iwepo Dominika ya pili ya Pasaka. Na amemweleza Faustina aweze kutuandikia haya yote sisi tukapata. Kwa hiyo kama Yesu mwenyewe ametamani, mimi Mkristo nafuata tu. Kwa sababu nafuata Kristo na Kristo mwenyewe ni tamaa yake kwamba Dominika hiyo iwe ni sikukuu ya huruma. Tunamshukuru kwamba alituachia jambo hili zuri sana. Ni kitu kizuri, tutaona huko mbele namna ambavyo kinasaidia kiroho. Na akaendelea Bwana akamwambia Bwana Yesu akamwambia Mtakatifu Maria Faustina, mwambie mtumishi wangu mwaminifu Padre Michael Sopoko kwamba siku hiyo ya sikukuu ya huruma, uambie ulimwengu wote juu ya huruma yangu kuu, kwamba mtu yeyote atakayekaribia chemchemi ya uzima katika siku hiyo atapewa ondoleo kamili la dhambi na adhabu. Wanadamu
hawatakuwa na amani mpaka pale watakapoitumainia huruma yangu. Hiyo sentence nilikuwa naisubiri sana. Hiyo sentence hebu irudie. Okay, naanza. Bwana akaendelea akasema, mwambie mtumishi wangu Padri Michael Sopoko, anamuita mwaminifu. Mwaminifu. Kwamba siku hiyo ya sikukuu ya huruma, ndio auambie ulimwengu wote juu ya huruma yangu kuu, kwamba mtu yeyote atakayekaribia chemchemi ya uzima katika siku hiyo atapewa ondoleo kamili la dhambi na adhabu. Wanadamu hawatakuwa na amani mpaka pale watakapoitumainia huruma yangu. Tunamshukuru kwamba kwanza yeyote atakaye ikaribia chemchemi hii ya huruma atapokea msamaha wa dhambi na adhabu zake. Sasa kuikaribia ni hatua. Ndio maana tukasema kwamba sio sisi, Yesu alimwambia Faustina vile vile kuna hatua za kufuata ili ufikie sikukuu ya huruma yenyewe. Kuna hatua zake za kufuata. Lakini hata hivyo Yesu anafahamu, kwa sababu ni Mungu pia. Anatuambia, anafahamu wanadamu tunajifariji. Unaweza kusema mimi Bwana mambo ya huruma kitu gani Bwana? Kama mmoja aliniambia dai nini Bwana, kuna kitu gani cha pekee humo? Unaweza ukaamua mimi ngoja nipate amani labda sehemu nyingine. Nipate amani kwenye mambo mengine tu. Unaweza ukaamua kitu cha ovyo tu, hata kina msaada wote kwenye maisha, iwe ya kiroho hata kimwili, lakini msaada ukapata amani huko. Lakini Yesu anakuambia mwanadamu hata kuwa na amani mpaka pale watakapoitumainia huruma yangu. Mpaka atakapoitumainia huruma yangu. Ameendelea, anasema Bwana huyo anasema, lo, namna ninavyoumizwa na roho wanaokosa uaminifu. Ndio. Roho kama hiyo inaamini kuwa ni takatifu na adilifu, lakini haiamini kuwa mimi ni huruma na haiamini wema wangu. Hata mashetani wanatukuza haki yangu, lakini hawaamini wema wangu. Moyo wangu hufurahishwa kwa jina hili la huruma. Sawa kabisa. Tangaza kwamba huruma ni sifa kuu ya Mungu. Kazi zote za mikono yangu zimetiwa taji la huruma. Huruma ni sifa kuu ya Mungu. Unaweza ukasema Mungu ni upendo. Au ukasema Mungu ni amani. Mungu ni furaha. Mungu ni muumba. Mungu sijui ni mpaji. Mungu ni muweza. Mungu ni mwenye rehema. Zote hizo ni sifa za Mungu. Lakini amesema zote hizo moyo wangu hufurahishwa ndio na jina hili la huruma. Tangaza kwamba huruma ni sifa kuu ya Mungu. Na kazi zote za mikono yangu zimetiwa taji ya huruma. Muweza, ni huruma, karimu, ni huruma. Yote hayo ni huruma. Yanapata kama mwamvuli wake sasa. Ndio maana one day nilisema hii huruma ni kama mwamvuli ndani ya kanisa. Vyama vyote vya kitume tunakaa chini ya huruma ya Mungu. Uumbaji wote wa Mungu. Kila kitu kinakuwa chini ya huruma ya Mungu. Kwenye novena kuna mahali ambapo tunataja kabisa kwamba huruma ya Mungu ndiyo chemchemi ya uumbaji. Tumeumbwa kwa huruma, ulimwengu umeumbwa kwa huruma, Mungu anafanya kila kitu kwa huruma. Hata kifo chake ni huruma. Ni huruma. Na tunasema Pasaka ilikuwa ni kuumba vitu vipya, vitu upya. Imeumbwa upya kwa sababu ya huruma yake. Kwa hiyo pamoja na kwamba Mungu ana sifa nyingine nyingi tunaweza kuzitaja, sifa kuu inayofunika zote na ambayo ni chanzo cha yote ni sifa hiyo ya huruma. Naye mwenyewe ametuambia anafurahishwa pale ambapo jina hilo linatajwa kwa heshima yake. Kwa hiyo kama alivyotuambia mwanadamu hatapata amani mpaka atakapo itumainia huruma yake. Nafurahia tafsiri ya Kiingereza kutoka kwenye diary inakwambia until he turns with trust. Yaani unaweza hiyo inatuambia kwamba mpaka atakapo itumainia huruma. Lakini until he turns with trust maana yake alikuwa labda anaenda hivi. Sasa turns with trust. Anarudi sasa anageuka kwa kuitumainia huruma yake. Kwa hiyo maana yake kila mmoja ana njia zake. Kila mmoja na mwondoko wake. Kila mmoja na mwelekeo wake. Sasa huo mwelekeo kama upo kwenye huruma ya Mungu, amani yako itapatikana utakapogeuka
kuitumainia huruma ya Mungu. Pale ndipo utapata amani. Pale ndipo utakapopata amani. Na Father, ndio amani ya kweli ndani ya roho yetu ndio inatoka kwa Mungu pekee. Kwa sababu hata mashetani wanajua kusali. Yes, na hapa Bwana amesema hata mashetani ndio hutukuza haki yangu. Wema wanauelewa Mungu, haki ya Mungu anaifahamu. Mashetani hutukuza haki yangu, lakini hawaamini wema wangu. Hawaamini wema. Ndio maana kama unakumbuka shetani mwenyewe ameshindwa kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Haamini huruma. Haamini wema. Haamini wema wa Mungu. Yeye anajua hata kusali, kutunga sala ndefu anaielewa kabisa. Na kumlaghai mtu anaweza kabisa. Hata kumpatia akili anaweza kabisa akakuongoza. Nilikuwa nazungumza na watu mahali fulani kwenye semina kwamba unaweza kukaa wewe ni padri au ni mtawa mahali, unajihisi muda wa kusali masifu umefika, saa 6 inakaribia. Halafu unajiona una nguvu za kuendelea kuandika vitu ofisini, mara kakaza kanakuja unaomba ukafanya. Hiyo sio sifa ya Mwenyezi Mungu. Sifa ya Mungu ni kwamba muda wa kwenda kusali umefika, muda wa kwenda kuabudu Ekaristi umefika. Wewe uko busy tu kanisa, uko busy na shamba. Unaenda kama vile nguvu inakuja, unapata kamzuka fulani hivi. Hata shetani pia anajua namna ya kumpatia mtu nguvu na uweza. Lakini alichoshindwa ni kuitukuza huruma ya Mungu. Bwana anasemaje? Moyo wangu unafurahishwa na jina hili huruma. Na tangaza kwamba huruma ni sifa kuu ya Mungu. Na kazi zote za mikono yangu zimetiwa taji la huruma. Kazi zote za uumbaji wa Mwenyezi Mungu zimetiwa taji na huruma. Kwa sifa kuu ya Mungu. Huruma. Hatumaanishi kwamba sifa nyingine sio nzuri wala sio muhimu. Hapana. Sifa nyingine zipo na tunazihitaji. Lakini zote zinapata nguvu na zinapata maana katika sifa hii ya huruma. Kama Mungu ni mweza, ameweza kwa sababu ni mwenye huruma. Kama Mungu ni upendo, anapenda kwa sababu ni mwenye huruma. Kama Mungu ni mwenye kurehemu, anarehemu kwa sababu ni mwenye huruma. Kama Mungu ni muumbaji, ameumba kwa sababu ni mwenye huruma. Huruma ndio kama alivyosema, furaha yote ya sifa nyingine zote za Mwenyezi Mungu ni kwa sababu zimejivika katika huruma yenyewe. Naam, mtazamaji mpendwa, kwa huruma ya Mungu ndio maana na sisi pia tuko hapa na inawezekana tuna furaha hivi ya Kipasaka kwa sababu hiyo, na hata afya njema tunayokuwa nayo na sauti ambazo zinatoka kwa ajili ya kuzungumza juu ya huruma ya Mungu ni kwa sababu pia ya huruma yake. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Baada ya hapa tutaendelea na kipindi chetu. Na mtazamaji mpendwa, tumerejea kipindi Tumaini 33 katika muktadha wa huruma ya Mungu, na tunazungumza kuhusu sikukuu ya huruma ya Mungu. Siku nzuri kabisa ambayo Bwana Yesu Kristo mwenyewe ametuwekea ratiba ya kanisa letu, ratiba liturujia ya kanisa tuweze kuiadhimisha. Tunaendelea. Mtakatifu Maria Faustina anaendelea, anatuambia katika tukio moja nilimuona Bwana Yesu amevaa vazi lenye kung'ara. Ilikuwa katika jumba la greenhouse, jumba la mimea. Na akaniambia, andika ninachokuambia. Furaha yangu ni kuungana na wewe. Na ngojea kwa hamu kubwa, na ninatamani wakati ambao ninataka kisakramenti katika konventi yenu. Roho yangu itatulia katika hiyo konventi, na nitawabariki mpaka majirani zenu kwa namna ya pekee. Kwa kuwapenda ninyi nyote, nitaepusha adhabu zozote ambazo zimetolewa kutokana na haki ya babangu. Binti yangu mpendwa, nimeuelekeza moyo wangu kwa kusikia maombi yako. Jukumu na wajibu wako hapa duniani ni kuomba huruma kwa ajili ya ulimwengu mzima. Hakuna mtu atakayehesabiwa haki mpaka atakapokuja kwa imani thabiti kwenye huruma yangu. Na ndio sababu Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka itakuwa sikukuu ya huruma. Siku hiyo makuhani watamwambia kila mtu juu ya ukuu wa huruma yangu isiyo na kifani. Ninakufanya wewe Faustina kuwa msimamizi wa huruma yangu. Mwambie muungamishi wako kwamba picha yangu ya huruma inapaswa kuwekwa kanisani
mahali palipowekwa kwa wazi na kuonekana. Isiwe ndani ya chumba katika konventi yenu, bali picha hiyo iwe kanisani. Kupitia picha hii nitakuwa nikiwajalia watu neema nyingi, na mwezeshe kila mtu kuifikia hiyo picha. Hiyo ndio namba ngapi? Kuna kitu hapo 570. Yes. Mapadri wenzangu. Mapadri. Tell my priest. Mapadri wenzangu. Tell my priest. Hapa sasa Kristo Bwana atatukamata. Yes. Kusema siku hiyo mapadri wangu watawaeleza watu juu ya huruma. Sasa Kristo ana imani, umeona? Yaani wala hajasema waombe waeleze au wataarifu waeleze au sijui wafanyeje, ila amesema siku hiyo mapadri wangu watawaeleza watu. Watawaambia watu, kila mtu juu ya ukuu wa huruma yangu isiyo na kifani. Na akaendelea na kufanya wewe Faustina kuwa msimamizi wa huruma yangu. Mwambie padri muungamishi wako kuwa picha yangu ya huruma inapaswa kuwekwa kanisani, mahali inapoweza kuonekana na sio ndani ya convent. Kupitia picha hiyo nitataka kuwajalia watu neema nyingi, na mwezeshe kila mtu kuifikia hiyo picha. Sasa hiyo picha sasa kwanza makanisani tunayo. Makanisa ya parokia, ya vigango, ya majimbo. Sasa hizo tunajitahidi, niseme tunajitahidi. Sasa hivi tunajitahidi. Sehemu nyingi ukifika kwa kweli, hata kwenye vikanisa vya nje, groto za Bikira Maria, kwenye makanisa ya kuabudia Ekaristi, unakuta hii picha ipo. Mara nyingi tunajitahidi kwa kweli. Sehemu kubwa tunajitahidi. Tunashukuru kwa sababu hiyo. Kwamba mwitikio walau umeenda unaeleweka, tunaenda kumtii Kristo. Shida ndio haina mbadala hii maana. Haina mbadala. Kwamba hata kama kule altareni utakuwa na picha nyingine yoyote ya Yesu. Ndio. Haiwezi kuwa, maana kwenye picha yenyewe amesema mwenyewe kwamba atakuwepo siku hiyo ya Dominika ya Huruma. Atakuwepo kwenye picha hiyo akitoa baraka. Na anatoa baraka kutokea kwenye picha. Sio picha nyingine yoyote. Sio picha nyingine yoyote ya Yesu. Kwani kuna picha nyingine? Wewe kabla moyo mtakatifu. Una picha Yesu. Yaani mtoto wa Yesu ambebwa na Mama Maria. Yesu amebeba. Kagao. Yesu amebeba na Mtakatifu Yosefu. Sasa hiyo ambebwa na Mtakatifu Antonio wa Padua. Nauliza ili watu waelewe nini ambacho kinapaswa kufanyika. Hapana. Inawezekana mwingine akasema tu labda tukiweka tu picha yoyote. Amemwambia Faustina kwamba hiyo picha sasa itoe kwenye konventi yenu. Ile picha ambayo baba Yesu na kondoo. Ndio. Mchungaji mwema. Hiyo ya kondoo mchungaji mwema ipo, ndio makanisani tunaikuta wakati mwingine. Lakini amemwambia Faustina hapa anataka hii picha hiyo image of divine mercy yenye miale isiwe tena ndani ya konventi yenu. Iwe kanisani, mahali panapoonekana. Mahali ambapo panaonekana pa wazi, watu wafike. Na siku hiyo mapadri, makuhani wangu watawaeleza. Yaani watu wanapofika kanisani, sisi mapadri tunawajibika siku hiyo. Ndio maana nilikuwa nataka mapadri wenzangu wanisikilize hapa. Tell my priest. Siku hiyo tunawajibika mapadri kuwaeleza watu juu ya huruma ya Mungu. Hakuna padri ambaye atasema kwamba mambo ya watu wengine tu ni devotion hizo tu. Hapana. Hii sio devotion ya watu tofauti. Yaani wala tofauti, huwezi kuinganisha na devotion ya Rosari kwa Bikira Maria mtakatifu fulani. Kwa maana nyingine baba unamaanisha kwamba mahubiri. Kwa kweli mahubiri lazima bebe dhima hii. Lakini pia kama tutakavyoona, kama itawezekana leo ni vema, lakini Dominika ijayo labda tutazungumza zile hatua za kuadhimisha huruma ya Mungu. Lazima kuwe na muda fulani jioni, sikukuu ya huruma yenyewe, ambapo watu wataalikwa. Sasa hiyo waalikwe lazima waalikwe na makuhani. Watu hawezi kuja wenyewe, wakati mwingine hata wajui au hata TV hawana kutusikiliza na kutuona. Makuhani ndio waalike. Tumia message niliona, alikuwa ameuliza hiyo pia. Sasa custodian wetu ambao atatufanya tutekeleze nani? Mapadri ndio tunaingia sasa hapo. Makuhani wangu siku hiyo watawaeleza watu juu ya huruma ya Mungu. Hatuwezi tukajitoa. Sisi ndio tunawajibika kuambia watu na tuwaeleze waje kabisa siku ya huruma ya Mungu. Tuwaeleze
Na kwa kweli kwa sababu tunazungumza huruma ya Mungu, hata mahubiri yenyewe yatakuwa ni ya huruma ya Mungu. Na tuwaeleze utaratibu unaopaswa kufuata. Kwa mfano, kama Rosari, kama novena imeanza, lazima tuwe tunawaambia watu, na watu wengine wanakuwa na wasiwasi. Tukianza sasa, yawezekana mimi nikaanza kama kikundi. Lakini mwisho wa siku huruma Dominika ya pili ya Pasaka inafika, usikiwa wanatangaza kuna kuabudu jioni, usikiwa wanatangaza labda kuna kuja kuangalia, kuja kupewa rehema kamili. Sasa nafanyaje? Hapo sasa mapadri hatujamtendea haki Kristo. Yes. Hatujamtendea haki kabisa. Yes. Yeye mwenyewe amesema mapadri, makuhani wangu watakuwa siku hiyo wanawaeleza watu juu ya huruma yangu isiyo na kifani. Siku hiyo ni siku ambayo tunapaswa kutimiza wajibu huu. Sisi mapadri. Siku hiyo lazima tutimize wajibu wetu. Na Faustina shahidi. Kwa maneno mengine pia niseme hivi, maana nasema kwamba kadiri ile ambavyo mmekumbuka ile siku yenu ya Alhamisi Kuu, basi na huruma ya Mungu muipe uzito vile kwa kiwango hicho. Kama tulikumbuka sisi wenyewe tukutane, tufurahie, tufanyeje, sasa siku hiyo tuikumbuke vile kwa uzito ule. Ikiwezekana tupigane na simu, jamani unakumbuka siku ya huruma ya Mungu? Kristo anataka tuwaeleze watu habari hiyo ya huruma ya Mungu. Kumbe lazima tukumbuke vile na sisi kuambia watu kufanya ya Kristo. Sisi ya kwetu tumeyakumbuka upadre wetu Alhamisi Kuu, tunashukuru. Lakini sasa siku yenyewe ya huruma ya Mungu tukumbuke vile. Alafu Father, umeona umenoti kila sehemu anaposema sikukuu ya huruma lazima malizie mstari unaofuata na picha. Bwana anaipenda picha yake kupita maelezo. Anaipenda kabisa. Kwa sababu ni msaada mkubwa sana. Anaamini. Alafu umeona hapo Faustina anamuita nani? Anamuita nani? Ameandika mwanangu Faustina, amemuita msimamizi wa huruma. Wewe msimamizi wa huruma. Unaona? Yeye ndiye administrator. Ndiye atakayekuwa anatuambia jamani, niliandika yote haya. Na kuna mahali kwenye diary amemwambia umeandaliwa kiti chako maalum pembeni ya kuume kwa Baba, pembeni ya kiti cha enzi cha Baba yangu, kwa sababu utaketi pale kama shahidi hai. Kama shahidi hai wa huruma yangu. Kumbe Faustina hapa anawaambia makuhani wangu watamwambia kila mtu juu ya ukuu wa huruma yangu isiyo na kifani. Na kufanya wewe kuwa msimamizi wa huruma yangu. Mwambie muungamishi wako Padri Sopoko kwamba picha yangu ya huruma inapaswa kuwekwa kanisani mahali inapoonekana na sio ndani ya convent. Kupitia picha hiyo nitakuwa nikiwajalia watu neema nyingi, muwezeshe kila mtu kuifikia hiyo picha. Asiwepo atakayezuiwa. Mapadri jamani, wananiona labda shahidi wa huruma ya Mungu yupo kuumeni kwa Baba akiwa kama shahidi wa huruma yake. Na ameshatuambia. Na bila shaka unaweza ukawa na swali, mawazo pengine, nambari yetu inapita hapo mbele ya runinga yako, na unaweza kutuma ujumbe na sisi tutauona, na vipindi vinavyoendelea huko mbele tutaweza pia kutoa ufafanuzi kupitia kwa mababa. Tuendelee. Mtakatifu Maria Faustina anaendelea kutuambia katika tukio lingine. Anatuambia, nilisikia maneno ya Bwana Yesu kwangu akiniambia, binti yangu, uambie ulimwengu mzima juu ya huruma yangu isiyofikirika. Natamani sikukuu ya huruma iwe kimbilio na ngome ya roho zote, na haswa maskini wa dhambi. Siku hiyo kina kirefu cha huruma yangu nyororo kinakuwa wazi, na mimina bahari ya neema juu ya roho hizo ambazo hukaribia chemchem ya huruma yangu. Roho itakayoenda kuungama na kupokea ekaristi takatifu itapata ondoleo kamili la dhambi na adhabu zake, yani itapata rehema kamili. Siku hiyo milango yote ya neema hufunguliwa na kufurika. Roho yoyote isiwe na hofu juu ya kunikaribia, hata kama dhambi zake ni nyekundu kama bendera. Huruma yangu ni kubwa sana, kana kwamba hakuna akili yoyote ya mwanadamu au malaika itaweza kuifahamu milele yote. Kila kitu kilichopo kimetokana na kina cha huruma yangu nyororo. Kila roho katika uhusiano wake na mimi itatafakari upendo wangu na huruma kwa milele yote. Sikukuu ya huruma ya Mungu
inatokana na kina cha huruma yangu, ni matamanio yangu isherekewe kwa heshima Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka. Wanadamu wote hawatokuwa na amani mpaka watakapokuja kwenye chemchem ya huruma yangu. Sasa Mungu atupe nini tena? Nikumbusha ile neno lile la Mtakatifu Agustino, roho yangu haitatulia. Itatulia mpaka imetulia kwako. Kwa kuwa umetumba Bwana, roho zetu hazitatulia mpaka zitakapokuwa zimepumzika kwako. Kristo anasisitiza, Kristo anatulia. Mwanadamu sasa hatuna utulivu. Hakuna amani yoyote. Utapata amani yoyote mpaka utakapoigeukia huruma yake. Na ametuambia sasa, unaona, anatuingiza kwenye utaratibu wa kusherehekea vizuri huruma. Ametuambia huko kwamba roho yoyote itakayoungama dhambi na kupokea Ekaristi. Kumbe vigezo kwanza vinajitokeza taratibu. Roho yoyote itakayoungama dhambi na kupokea Ekaristi takatifu itapata msamaha wa dhambi na adhabu zake. Yani itapokea rehema kamili. Sasa shida iko wapi? Yesu mwenyewe ameshatuambia siku hiyo atafungua tu. Yani kila mmoja ambaye hata wewe ulikuwa umeenda wapi sijui, njoo upokea tu. Yani siku hiyo atamimina kila mahali. Yani kufungulia maana yake sasa siku hiyo milango yote ya neema yangu ufunguliwa na kufurika. Yote nafurika. Roho yoyote isiwe na hofu kunikaribia. Sawa kabisa. Ingawa dhambi zako ni nyekundu kama bendera, huruma yangu ni kubwa sana kwamba hakuna akili iwe ya mwanadamu au malaika itaweza kuifahamu milele yote. Kila kitu kilichopo kimetokana na kina cha huruma yangu nyororo. Kila roho katika uhusiano wake na mimi itatafakari upendo wangu na huruma kwa milele yote. Sikukuu hii ya huruma inatokana na kina cha huruma yangu na ni matamanio yangu isherekewe kwa heshima Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka. Binadamu hatakuwa na amani mpaka atakapokuja kwenye chemchemi ya huruma yangu. Unaweza ukaamua kugairi. Baba narudi na waza ulikaa mtaguso mkuu wa pili wa Vatican. Ndio. Na hawakuitangaza hawakuisema. Unajua tukisema mtaguso manake ni mkutano mkubwa wa kanisa kabisa. Unajua kabisa ambao ni yani ndo kila kitu na ndio tunaishi huko sasa hivi. Ndio tunatembea huko. Alafu Yesu raia kasema kwenye hizo mipango yenu mimi nataka hiki. Na mimi na mpango wangu. Ndio alivyofanya. Yani hapa kwa kweli tunamshukuru kwamba kwenye hiyo mipango yenu mimi nataka huruma ya Mungu iwemo. Najua alimwambia Faustina kwamba usipate shida watu watakapokuwa wanakubeza. Yawezekana vikapita miaka na miaka, lakini itatoka cheche. Cheche unajua ni kama kamoto kadogo sana. Ambako ni kadogo kiasi kwamba unaweza kukapuuza. Lakini kikiwasha mlima mzima unateketea. Sasa nitawasha cheche. Cheche hiyo tu ikishawaka tu. Basi huruma ya Mungu itasambaa. Tunamshukuru Papa John Paul. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Ndiye aliyekuja kuibuka kama cheche. Na kweli mahubiri yote tunayopata kuhusu huruma ya Mungu ni juhudi zake zote hizo. Ndiye aliyeibuka. Kwa kweli yeye ndio kuhani. Lile lilikuwa andiko. Aliyenyanyuka sema kuhani wangu andiko iliandika. Kwa sababu Mtakatifu Maria Faustina alikuwa anamlalamikia Bwana Yesu, nani atakayenisaidia kuitangazia dunia nzima hii ibada? Ndio akamwambia hapa Poland nitatoa cheche. Yeye ndiye atakayeitangazia dunia hii huruma yangu. Ndo katika mapapa wote akaja kutoka Papa John Paul kutoka Poland. Yeye ndiye atakayeitangazia. Akawa cheche sasa. Sisi tunasema ni yeye kwa sababu sifa zote za cheche zimeonekana kwake. Ndio. Na nadhani kuna nani anatajwa kama the great hope of mercy sijui nini kitu cha namna hiyo. Kwa kweli hakuna yeye. Alikuwa anasoma hivi. Ndio, hakuna papa aliyehubiri huruma ya Mungu kama Yohane Paulo wa pili. Mpaka sasa waliomfuata wote. Benedicto ndio ameeleza zaidi, lakini mpaka hii kutangaza Dominika ya pili ya Pasaka rasmi kanisa zima ni Papa Yohane Paulo wa pili. Kwamba na ushahidi mkubwa ni ile alivyomsamehe yule. Ndio.
alimsamehe yule kijana aliyempiga risasi. Mhm. Na akasema kwa kweli hii ni huruma ya Mungu. Tunapaswa kuwa na huruma kama Mungu Alivyo na huruma. Watu walijua pale angesema bwana mshughulikieni tu. Yeah. Sema nimekusamehe. Roho itakayoungama na kupokea Roho Ekaristi itakayoungama na takatifu kupokea Ekaristi takatifu itasamehewa dhambi na adhabu zake. Wanadamu tusiogope kuikimbilia hiyo huruma ya Mungu. Baba, tunapomalizia Mhm. japo inaweza sala ikawa fupi, Ndio. lakini utuombee wale ambao inawezekana tuna sita kwenda kwenye kitubio. Aha. Nadhani kuanzia hapo tukifaulu, Ndio. huruma tutaipata. Hatua itakuwa imepigwa kuelekea. Naam. Hakuna huruma ya Mungu bila Pasaka. Baba amesema hakuna Pasaka bila huruma ya Mungu. Mtazamaji mpendwa, tamati ya kipindi Tumaini 33 leo tukizungumza kuhusiana na sikukuu ya huruma ya Mungu, Dominika ya huruma ya Mungu, Dominika ya pili ya Pasaka, na wakati huu tukiwa tunaendelea na novena ya huruma ya Mungu, leo tukisherekea ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Na Baba ametuambia hapa tutaadhimisha kwa siku 8 oktava hiyo kama siku moja. Karibu tufunge kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Asante Mungu wetu kwa zawadi ya ufufuko wa Kristo. Asante kwa kuonesha ulimwengu huruma. Asante kwa kuturudishia hadhi ya uumbaji na kutufanya tuwe wapya mbele za Mwenyezi Mungu. Tunapotafakari juu ya huruma yako, tunaendelea kuomba nguvu yako ituwezeshe kuwa na huruma kwa wengine, huku tukijibidisha kufaidika katika huruma yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kristo amefufuka kweli kweli. Haleluya, haleluya. Amen. Tumaini Media watie moyo ndugu. Amina.